Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na tunaitazama Mashariki ya Kati ambapo Israel inatajwa kuwafukuza wanaharakati wa msafara wa Gaza. Serikali ya Israel imewarejesha nyumbani wanaharakati wanne raia wa Italia, ikiwa ni hatua ya kwanza inayowalenga mamia ya wanaharakati waliokamatwa. Hatua ya serikali ya Israel kuwarejesha makwao wanaharakati hao imekuja muda mfupi tu baada ya meli yao ya mwisho kuzuiwa na jeshi la wanamaji la Israel. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema tayari imewafukuza wanaharakati wanne raia wa Italia waliokuwa ndani ya msafara wa meli na kuongeza kuwa wengine bado wako katika mchakato wa kufukuzwa. Polisi wa Israel walisema kuwa zaidi ya watu 470 wakiwemo wanaharakati na waandishi wa habari ndani ya meli hizo walikamatwa na polisi, wakafanyiwa uchunguzi mkali na kisha kuhamishwa kwa idara ya magereza. Msafara wa Global Sumud Flotilla ulianza safari mwezi uliopita ukisafirisha wanasiasa na wanaharakati wakiwemo Greta Thunberg kutoka nchini Sweden kuelekea Gaza, ambako Umoja wa Mataifa unasema njia kali imeanza kushika kasi. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kwamba hakuna mahala salama kwa Wapalestina. Umoja wa Mataifa umesema kuwa hakuna mahala salama kwa Wapalestina waliokimbia mji mkuu wa Gaza, na kwa mujibu wa msemaji wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa, James Elder, ameaita maeneo ya usalama yaliyotajwa na Israel kusini mwa Gaza kuwa ni maeneo ya kifo. Anasema mabomu yanarushwa kutoka angani kwa utaratibu wa kutisha. Shule zilizotajwa kuwa makazi ya muda zinageuzwa kuwa magofu mara kwa mara. Mahema yanashambuliwa katika maeneo hayo na bila shaka hayatoi ulinzi dhidi ya vipande vya mabomu, na kwa kweli kama tulivyoona, mahema hayo huungua moto mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya anga, alisema Elder. Kumekuwa na maandamano ya kuunga mkono msafara wa misaada ulioelekea huko katika ukanda wa Gaza. Katika baadhi ya miji barani Ulaya, maandamano yamefanyika kutaka usitishwaji vita huko Gaza, lakini pia juu ya kukamatwa kwa meli za Sumud Flotilla. Waandamanaji wanaunga mkono Palestina walikaribia lango la kituo cha mazoezi cha timu ya taifa ya soka ya Italia mnamo siku ya Ijumaa, wakitaka mechi ya kufuzu kombe la dunia isichezwe Oktoba 14 ijayo kutokana na vita vinavyoendelea huko katika ukanda wa Gaza. Maandamano hayo yalikuwa sehemu ya mgomo wa kitaifa wa siku moja uliolenga pia kushinikiza msafara wa misaada uliodhibitiwa na jeshi la Israel. Mamia ya treni zilifutwa au kuchelewa pamoja na ndege kadhaa za ndani, na shule nyingi za kibinafsi na za umma zilifungwa. Katika hatua nyingine, serikali ya Uholanzi imetangaza kuchunguza upya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel kutokana na hatari ya Israel kutumia vifaa hivyo katika kampeni yake ya kijeshi huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.